Dalili 7 kwamba upo tayari kwa mahusiano mapya. Kama hauna hizi dalili ama hauna miongoni mwa hizi dalili, basi jua wewe utaanzisha mahusiano ambayo hayataenda kuwa bora ama hayataenda kuwa endelevu. Ushanielewa? Zisikilize hizi dalili. Mwanamke mzuri, sio kila mtu anayetaka kupenda tena anamaanisha yuko tayari kwa mahusiano mapya. Na ndio maana leo nataka nikwambie ni dalili zipi ukiziona kwako, basi hizo zitaashiria kwamba wewe upo tayari kwa mahusiano mapya. Dalili ya kwanza, ukimkumbuka wa zamani haumii. Dalili ya kwanza itakuonyesha ama itakuhakikishia wewe upo tayari kuanzisha mahusiano mapya ni pale utakapomkumbuka ex wako pamoja na matendo yake, pamoja na maumivu aliyokusababishia, lakini this time haumii tena. Yaani ukaona tu kama umemkumbuka mtu ambaye alishakupita katika maisha yako and it's nothing happen katika hisia zako. Hiyo ni dalili mojawapo kubwa sana kwamba wewe upo tayari kuanzisha mahusiano mapya, kwa sababu utaingia katika mahusiano mapya sio kwa sababu ya kuponyesha majeraha, sio kwa sababu ya upweke, bali kwa sababu utaruhusu maisha mapya katika maisha yako. Kwa maana ya zamani umeacha, sasa unataka kuyajenga upya. Kwa nini nimeweka ni dalili ya kwanza? Kwa sababu mahusiano it's like a series. Kama hujamaliza episode iliyoisha, kuna uwezekano ukataka kuendelea episode 2. Yaani mtu kaumizwa mara ya kwanza, yale maumivu yanaweza yakamsababishia yeye kuingia katika mahusiano na mwingine ili kumkomesha aliyepita, ili kuonyesha watu kwamba she is okay, ili kuonyesha watu kwamba naye ni mzuri, akimtaka yote anampata. Kwa hiyo kama haujakuwa makini na kumalizana na episode iliyopita, kuna uwezekano ukataka kuendeleza katika season 2. Nasema kila siku unapovunja mahusiano, usikubali kuingia katika mahusiano ukiwa bado na majeraha ya mahusiano yaliyopita, kwa sababu yanaweza kukuharibia mahusiano yako mapya. Kwa hiyo hatua ya kwanza nzuri ambayo itakuhakikishia wewe upo tayari kuingia katika mahusiano mapya ni pale utakapojihakikishia umepona, hauna athari, hauna virusi vya mahusiano yaliyopita. Then ukijiona uko okay, maana yake hapo wewe ni mtu mpya. Uko tayari ku-experience maisha mapya. Upo tayari kumpokea mtu mpya bila kumjaji kwa mtu aliyopita, bila kujaji maisha mapya kwa maisha yaliyopita, bila kujaji vitu vipya kwa vitu vilivyopita. Kwa hiyo ni dalili moja hapo itakuonyesha kwamba wewe upo tayari kuanzisha mahusiano mapya. Dalili ya pili itakuonyesha kwamba upo tayari kuingia katika mahusiano mapya ni hauko desperate ya upendo. Yaani kwamba hauhitaji mtu ili kuwa na furaha, hauhitaji mtu ili kuwa na amani. Utaelewa katika maisha watu wanakuja na kuondoka. Mapenzi ni kushare, ni kitu kinachotegemeana na watu wawili. Furaha, amani ni kitu kinachotegemeana na wewe mwenyewe, na utafurahi na utakuwa na amani hata ukiwa mwenyewe. Hiki ni kitu kizuri sana Maana yake ushakuwa matured, ushatoka katika ile namna ya kusema kwamba bila mwanaume siwezi kuishi, bila mwanamke siwezi kuishi, bila huyu akinifanyia kitu hichi ananinyima amani, huyu akinifanyia kitu hichi ananikosea furaha. Nao unaelewa kwamba furaha na amani ni miliki yako. Ni wewe pekee ndio unaweza kujipa furaha na ukajipa amani. Kwa hiyo hautataka eti ili ufurahi ndio uingie katika mahusiano. Maana yake hautaingia katika mahusiano kwa matarajio makubwa. Kwamba unajua kuna watu wanaishi katika maisha wakiona watongozwi ama hawana bwana wanakosa furaha. Wanaamini uzuri wao utadhihirishwa pale watakapotongozwa sana. Ubora wao utadhihirishwa pale watakapofanywa mambo mazuri, na atakaponunuliwa iPhone, atakaponunuliwa gari, atakapopewa hela. But this time utaelewa thamani yako ni kubwa zaidi ya kutegemea wengine katika namna ya kuidhihirisha hiyo thamani. Wewe utakuwa tayari kujipa hiyo thamani. Kwa hiyo kuanzia leo usiwe mtu wa kutafuta upendo kwa udi na uvumba. Yaani nisipopendwa sina furaha. No. Kuwa matured enough ili upunguze kulaumu watu. Kuna wakati watu wanaweza kufanya kila kitu lakini usitosheke, kwa sababu always utahitaji zaidi. Wewe unaishi katika ile namna ya kusema nikifanywa hivi ndo nafurahi, nikifanywa hiki ndo napendwa. Sasa utakuwa unawachosha watu, watu watafanya kila wanachojua, utakuwa sio mtu wa kutosheka. Lakini ukiwa unaelewa hizi vitu viwili, basi hata zile nyakati mtakazopitia ngumu na mwenzako, nyakati zile za maugomvi, nyakati sio nzuri, unaweza bado uka calm down na ukaelewa situation na ukatatua matatizo katika namna ya ubinadamu, sio katika namna ya hisia. Sio, nielewa. Kwa hiyo dalili ya pili kwamba upo tayari kuanzisha mahusiano mapya, hautakuwa na
kiu sana ya kupendwa ndio uone thamani yako. Na hii nimeisema kwa mahusiano mapya. Watu wengi wanapotoka katika mahusiano yaliyopita, kuna baadhi ya lawama wanajipaga kwamba mimi sijafanya vizuri au mimi sipendwi. Kwa hiyo ili furaha idhihirike kwao, wanataka kujiona katokea mtu mwingine anayewapenda zaidi ndio wajisikie vizuri. Sawa? Kwa hiyo hii ni dalili ya pili kwamba hautakuwa desperate, hautakuwa desperate ya kupendwa. Dalili ya tatu, una mipaka iliyo wazi. Mipaka iliyo wazi kwa maana kwamba unajua unachotaka, unajua usichotaka. Hauogopi kusema ukweli, hauogopi kusema unachotaka, hauogopi kusema usichotaka. Unaweza kaiona kama ni ya kawaida nikisema mipaka iliyo wazi, lakini nikwambie tu kuna watu leo hii wanafanya vitu wasivotaka kwa hofu ya wanaweza wakaachwa, kwa hofu wataonekanaje. Sasa ukiona upo katika hiyo situation, wewe haupo uhuru. Lakini ukiona upo katika situation ya mipaka ya wazi, uko proud na unachokitaka na unachotaka mwenzako afanye na unachotaka wewe kufanya, maana yake you are free man. Wewe ni mwanamke uhuru, wewe ni mtu uhuru na unafanya kitu kwa mapenzi ama kwa maamuzi yako kutoka ndani ya moyo wako, sio kwa kushawishiwa ama sio kwa uofu. Kwa nini nimeweka dalili ya tatu, mipaka iliyo wazi? Kwa sababu leo hii wewe upo katika mahusiano, mambo unayofanya yote is fake. Mambo unayofanya yote ni maigizo. Na ndio maana leo hii ukiwa na mwanaume huyu unafanya hivi, ukienda kwa mwanaume mwingine unafanya vile, ukienda kwa you have to be you always. Lazima uwe wewe. Ukienda kwa Abduli ni wewe, ukienda kwa Asma ni wewe, ukienda kwa Juma ni wewe, ukienda kwa Mo ni wewe. Sasa ukiwa na mwanamke wa namna hiyo, maana yake you are a strong woman. Unaelewa unachotaka, lakini hii pia itakusaidia wewe kutopoteza muda katika mahusiano yako. Na itakusaidia pia kumfanya mwanaume atakayeingia katika maisha yako kukuelewa moja kwa moja, hauna kona. Na ukweli ni kwamba wanaume wengi wanaoheshimu wanawake wenye mipaka ya wazi. Mke wangu hataki hiki, hataki. Na maana yake mipaka ya wazi ni ile mipaka ambayo unaanza kuiona kabla hujamkaribisha mtu katika maisha yako. Sipendi mwanaume mlevi. Huwezi kudate ama huwezi kufall in love na mwanaume mlevi. Sipendi mwanaume muone. Hauwezi kufall in love na mwanaume muone. Sipendi mwanaume muongo. Sipendi mwanaume mnyanyasaji. Sipendi mwanaume fulani. Hauta engage na mwanaume wa namna hiyo. Hiyo ndio mipaka ya wazi. Kwamba hauhitaji eti aje umvumilie baadaye uambie ndo sipendi. No, ukiona unajua sipendi. Na wakati nilisema kwenye ile dalili ya kwenye mambo ile kwamba kaeni chini mzungumze kwenye mahusiano. Wakati anakuapproach ama mmetoka date, utamwambia wazi, mimi sipendi kitu hiki. Unaweza ukakibadilisha sijui. Yaani hicho kitu ukitaki, hawezi kukibadilisha, huwezi kuwa naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye mipaka ya wazi na kufanya uweze kutofautisha kati ya hisia na kweli. Hisia na uhalisia. Utaweza kutofautisha na utaweza kuishi katika hizo vitu viwili. Kuna watu hawapendi vitu fulani lakini hisia zao zinawapelekea kwa sababu tunawapenda hawa watu, basi tutakuwa nao tujapokuwa tupendi vitu fulani. Hiyo itaenda kukutesa katika maisha yako. Alafu baadaye utaanza kulalamika wakati unasahau wewe ndio ulijiingiza mwenyewe katika hilo jambo. Okay, sipendi wanaume wa namna hii. Kwa sababu naamini wanaume wa namna hii ama najua wanaume wa namna hii sio wanaume wazuri. Hauwezi kuwapenda. Kwa hiyo mipaka ya wazi itakusaidia wewe kuchagua mwanaume sahihi kwako, lakini kumwambia ukweli mwanaume sahihi kwako pasi na hofu, na itakusaidia pia kutatua migogoro mingi sana katika mahusiano yako. Kwa hiyo dalili ya tatu itakuonyesha kwamba upo tayari kuanzisha mahusiano mapya ni ukiwa na uhuru wa kuwa na mipaka ya wazi pasi na hofu ya utaonekanaje, utakosa vingapi. Wewe ni strong woman. Leo nakupa dalili nondo mamangu. Ukiwa nazo hizi, wewe uko tayari kuanzisha mahusiano ama uko tayari kuingia katika mahusiano. Sawa sawa? Hiyo ni dalili ya tatu. Dalili ya nne, hautafuti mtu wa kuziba pengo ama wa kujaza nafasi. Hautafuti mtu wa kukusaidia kusahau maumivu, kupona majeraha yako, kujisikia vizuri. Wala hautafuti mtu wa kukusaidia kimaisha, kukusaidia kulipa kodi, kukusaidia ila kula ama kusaidia familia yako. Sio, unanielewa? Kuna wanawake ama baadhi ya watu wanaingia katika mahusiano kwa sababu maisha yao magumu. Sasa wewe uingie katika mahusiano kwa sababu maisha yako magumu. Kuna watu wanaingia katika mahusiano kwa sababu wanajisikia upweke. Wewe uingie katika mahusiano kwa sababu unajisikia upweke. Kuna watu wanaingia katika mahusiano kwa sababu wanajisikia kama wao wenyewe hawatoshi kusonga mbele. Wewe unatosha kusonga mbele. Ushaelewa? Kwa hiyo dalili ya nne, hautafuti mtu wa kuziba pengo ama wa kujaza nafasi ya wewe kujisikia sawa. Hii maana yake ni nini? Utatafuta mtu kwa specific goal. Wewe unaweza ukala bila mtu. Wewe unaweza ukaishi bila mtu.
Wewe unaweza ukafurahi bila mtu, unaweza ukawa na amani bila mtu. Then unatafuta mtu wa nini? Ask yourself this question. Then kama utamtafuta mtu kwa sababu ya vitu vile ya kufurahisha, akupe amani, akupe hela, akupe furaha, you are wrong my friends. Kwa sababu siku atakukunyima amani, utakosa furaha. Siku atakukunyima kukuhudumia, utakosa furaha. Siku atapokunyima furaha, utakosa. Hivi vitu nilishasema kwenye sababu ya kwanza sijui kule. Furaha, amani ni miliki yako. Kwa hiyo kama hivi vitu vinne ndio sababu ya wewe kuingia katika mahusiano, you are wrong. So, ingia katika mahusiano na mtu sio kwa sababu aje kuziba pengo ama kujaza nafasi, kwamba kuna nafasi hapa bila mtu kuja sijisikii vizuri. No. Ingia katika mahusiano kwa sababu ya malengo maalum. Na hii maana yake hautaenda kuishi ukifurahi tu meno 36 yanaonekana basi unasahau malengo yote. No. Itakusaidia kukaa focused na kwa specific na lengo lililokufanya uingie katika mahusiano. Kwa hiyo dalili ya 4, hautafuti mtu wa kuziba pengo ama kujaza nafasi katika maisha yako, kwa sababu you are enough. Bali unatafuta mtu wa malengo ya familia, kwa sababu huwezi kuanzisha familia. Kwa hiyo hata utakapopata mtu utajua namna gani ya kubehave, ya kuwa kama mama, ya kuwa mama wa familia, ya kuwa baba wa familia, kwa sababu ndio kitu pekee unachokihitaji katika mahusiano. Sio ni mimi unitumie message kuanzia asubuhi mpaka usiku. Yaani unaingia katika mahusiano eti kufuatilia huyu anitumie message muda. Mbona anitumie message? Mbona hajaniambia nimekumisi? Mbona leo hatujafanya sex? It's okay, hivi vitu vyote ni muhimu. Basi ni kweli hivi ndio vimekufanya uingie katika mahusiano ili utume message tu? Mbona kuna wanaume wengi wanakutaka, wako tayari kutumia message kutwa nzima hujawachagua umemchagua yeye. Kwa lazima uangalie unaingia katika mahusiano kwa sababu za msingi, na sababu mwenyewe msingi ambao mimi na highlight ni familia. Ingia katika mahusiano ukiwa serious, nataka kutengeneza familia. Hamna kitu muhimu kama kusema huyu ndo baba wa watoto wangu. Hamna kitu muhimu kama kusema huyu ndo mama wa watoto wangu. Mama wa watoto wako lazima awe ni mtu makini. Baba wa watoto wako lazima awe mtu makini. Kwa hiyo usiingie katika mahusiano na mtu ambaye anakutosha wewe tu, lakini umuoni kama baba bora kwa watoto utakotaka kuzaa naye. Kwa hiyo lengo mama liwe familia, ndio utapata mwongozo mzuri. Dalili ya 5, unajisikia furaha hata ukiwa peke yako. Maisha yako yana furaha hata bila mahusiano. Niamini mimi. Kwa hiyo upendo ni nyongeza katika ile namna ninalosema tu ya familia. Kwa hiyo ukiona wewe mwenyewe unajitosha kujifurahisha, kujipa amani, kujipa furaha, trust me, wewe mapenzi yako yatakuwa bora sana. Haki ya Mungu nakwambia. Kwa sababu unajua mahusiano mengi hawi bora ama yanakuwa very complicated kwa sababu ya vimambo vidogo vidogo tu. Yani mimi sina furaha, yani text tokea asubuhi, mimi sina furaha, yani nimemwona na mwanamke mmoja hivi. No. Matatizo ya mahusiano yatabaki kuwa matatizo ya mahusiano, na yanatakiwa kutatuliwa katika hayo matatizo, lakini furaha na amani yako isiwe sehemu ya kukuendesha. Kwa nini nimesema hivyo? Kwamba wewe unaweza kujipa furaha mwenyewe, kwa sababu hisia zimewafanya watu wengi kufanya maamuzi tofauti ama kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo wewe utakapoweza kujipa furaha mwenyewe, matatizo yatakayotokea katika mahusiano hayatabadilisha hisia zako kufanyia maamuzi, kwa sababu hisia zako zitakuwa ziko sawa na utafanya maamuzi katika namna ya situation jinsi ilivyo. Kwa hiyo ukiona wewe uko sawa kuwa single, una furaha ukiwa mwenyewe, uhitaji hata mtu kukufurahisha, maana yake utaingia katika mahusiano kwa malengo mapana zaidi ya hiyo furaha na amani. Hii itakufanya urelax zaidi na usiwe muoga. Unajua kuna watu katika mahusiano waoga. Hivi kesho nitakuwaje? Hii inampelekea wewe kufanya mambo ya ajabu katika namna ya kuogopa kuachwa, katika namna ya kujiona simrizishi ama simtoshi huyu mtu. Kwa inaweza ikakufanya uwe mtumwa zaidi katika namna ya kumimpress sana mtu mpaka ukajisahau wewe mwenyewe. Kwa hiyo dalili ya 5 ambayo itakuonyesha wewe uko tayari kuanzisha mahusiano mapya, umekaa katika mahusiano ama umekomaa kwa kuingia katika mahusiano, ni unajisikia furaha hata ukiwa mwenyewe. Dalili ya 6, unaweza kuamini taratibu. Kwa maana gani? Hauharakishi kumwamini mtu, lakini pia haumfungi mtu kujiweka wazi. Yani usiaddress unataka una command mtu aweje, bali mjue utakuwa tayari kumwacha mtu ajidhihirishe ni nani kwako. Kuwa makini sana, usimwamini mtu kwa haraka. Na ndio maana nikasema usimpressurize mtu kuwa vile unavyotaka mapema. Mwache umuone katika uwazi wake. Unajua sometimes kuna watu wana pretend baada ya kujua unataka nini. Sasa ukimwacha mtu uhuru, uanze kumwamini taratibu,
huyu mtu pia atakuwa huru kujionyesha ama kujidhihirisha ni mtu aina gani, na utamfahamu mapema yeye ni mtu aina gani, na utajua kama anakufahamu hakufai. Kwa hiyo usiwe mtu wa kuamini watu kwa haraka, nenda nao taratibu. Mwanzo anaweza kawa anadanganya, lakini hawezi kudanganya kwa muda mrefu, na pia ukimwacha uhuru kutamsaidia yeye kuwa uhuru na kuonyesha vitu vingi sana ambavyo wewe utavijua, pengine usingemwacha uhuru angevificha. Sawa sawa. Leo nakupa vitu vikubwa sana ambavyo kama wewe ni msichana mdogo, ubongo wako bado mdogo, hivi vitu unaweza usivielewe ama usijue namna ya kuapply. Na hii kumwamini mtu taratibu ni katika namna kuendelea kumjua. Sawa sawa, na kuwa na umakini wa kujua anayoyafanya, anayoyatenda, anavyochukulia vitu, anavyochukulia mahusiano, anavyokuchukulia, kuyajumuisha na kuleta hiyo imani kwake. Sawa, hiyo ni dalili ya 6. Dalili ya 7 na ya mwisho, haupo tayari kuvumilia maumivu. Sasa tunasema mapenzi ni uvumilivu, na hiyo ni moja ya kauli mbiu sana ya mahusiano, ni uvumilivu. Lakini usiwe tayari kuvumilia upuuzi. Kuna mambo katika mahusiano yanavumilika kwa sababu yanatokea kama ajali, lakini kuna upuuzi ambao unageuka kuwa sehemu yenu ya maisha katika mahusiano. Yaani kuna vitu vinakuumiza kila siku ndio vile vile vinajirudi. Kuna vitu vinafanywa katika namna ya kwamba ushavikataza sana lakini ndio vinafanyika. Kwa kuna upuuzi fulani wa maumivu katika mahusiano ambao watu wanaumia, wanatoka machozi, lakini ni upuuzi fulani, ni kama mchezo fulani cha kipuuzi wanakicheza pasi na kujitambua. Kwa hiyo dalili ya 7, hauko tayari kuvumilia upuuzi kwa sababu utakuumiza na itakuwa ni upuuzi unaofanya. Tushanielewa mimi nampenda lakini kaniambia na mke wake, ila maisha yao pale hawaelewani, kwa hiyo ananipenda mimi, kwa hiyo wataachana tu na mke wake. Unaingia katika mahusiano namna hii. Amezaa naye hawezi kumwacha kwa sababu ana mtoto, lakini mimi kaniambia ananipenda sana hata kuliko mke wake, kuna mambo anaweka sawa, ndataishi na mimi. Mwanaume anakuambia ukweli, yuko na mwanamke kazaa naye ama kaoa, eti anakudanganya na kupenda wewe. Na wewe upuuzi huo. Mwanaume anakuambia yupo katika mahusiano lakini hapo complicated, eti anakupenda wewe. Why usimwambie hebu malizana na mahusiano yako, then after you done come kwangu ukiwa mpya? Why ujiingize katika maisha ya watu? Ndio maana mnalogwa, ndio maana maisha yenu hayaendelei. Unajiuliza nani kaniloga? Kumbe wakati mwingine maombi tu ya single mothers fulani alioachwa kwa sababu ya upuuzi wako. Maombi tu ya wake za watu wanaoomba huko kwa Mungu wa hukumu nyinyi mnaoiba wamezao, ndio anaharibu hata maisha yenu. Kwa hiyo usikubali kuvumilia upuuzi. Yupo na mke, achana naye. Ana mama watu wake, achana naye. Kwa nini uwe sehemu ya kuvunja ndoa ya mwenzako? Kwa nini uwe sehemu ya kuvunja mahusiano ya mama watoto wake akaanza kuhangaika na mtoto huko? Kwa nini uwe sehemu ya kuingia na mwanamume mwenye wanawake wawili tayari, mwenye mwanamke tayari? Yaani wewe eti ndo wa pembeni kwa subiri nikimalizana huko nakuja kwako wewe. Kwa hiyo usiwe tayari kuvumilia upuuzi, lakini unaweza ukaingia katika mahusiano usielewa, usijua situation ikoje, baada ya kumpa muda na kumweka wazi, kumuona ana upuuzi fulani, usiwe tayari kubakia hapo, kwa sababu upuuzi ukiguka sehemu yako ya maisha umekufa. Ashaye kusema hivi mwalimu mmoja kwamba ukijihusisha na mambo yasiyokuhusu basi jua na wewe atakuhusu. Kwa hiyo usijihusishe na masuala yasiyokuhusu. Usikubali upuuzi. Hiyo ni dalili ya 7 itakuonyesha wewe uko matured enough, umekuwa na umekomaa kuingia katika mahusiano. Kwa hiyo nilikwambia pale mwanzo, furaha yako, amani yako itategemeana na wewe. Na kwa nini inategemeana na wewe? Katika namna ya maamuzi utakayochukua. Ukichukua maamuzi mabovu, furaha yako haitobaki kwa kwako, amani yako haitobaki kwa kwako. Kwa always kuwa mtu makini katika namna ya kufanya maamuzi. Hizo zilikuwa ni dalili 7 ambazo zitakazokuonyesha upo tayari kuingia katika mahusiano ama kuanzisha mahusiano. Kama hii video imekusaidia, imekupa mwangaza wa kuweza kujua upo katika hatua gani, ama hizi dalili zipo kwako, ama dalili gani ukiziona basi tuonekana ni matured, ama uzijui hizi dalili basi anza kujifanyia tafiti kuweza kuelewa kama hizi dalili unaweza ukaziweka katika maisha yako na zikakupa mwongozo ama zikawa mwongozo wewe kuingia katika mahusiano, pia itakusaidia sana. Naomba usipite bila kusubscribe hii video. Lakini pia niandikie kwenye comment, hii video imekufundisha kitu gani? Hii video imebadilisha nini katika uelewa wako ama katika maarifa yako? Mimi na wewe tukutane katika video inayofuata. Mpaka wakati mwingine tena, ulikuwa na mimi Mombeki Crispin, nikwage tu kwa sasa. Bye bye.